Mahakama iligeuka kuwa kilio baada ya Tundu Lissu kutaja maovu yaliyotendewa gerezani usiku wa kuamkia leo. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kesi ya uhaini ya nambari 19605 ya mwaka wa 2025 na umkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa jina Tundu Lissu imeahirishwa leo na inatarajiwa kuendelea tena kesho Ijumaa Februari tarehe 13 mwaka 2025 saa 3 asubuhi. Kesi hii iliahirishwa baada ya mshtakiwa ambaye anajitetea mwenyewe mahakamani kulalamikia kutopatiwa chakula cha mchana akiwa mahabusu. Mahakama ilazimika kusitisha mwenendo wa shauri hilo kwa muda na baadaye kuahirisha kabisa hadi kesho ili kutoa nafasi ya kushughulikia swala hilo. Haya yalisababisha mahakama kugeuka na kuwa ukumbi wa kilio, huku kina mama wa Chadema wakiangua vilio. Kesi hii ilikuwa ikiendelea katika hatua ya ushahidi wa upande wa jamhuri. Awali mahakama ilikuwa imeahirisha shauri hilo kwa muda wa takriban saa 2 ili kutoa nafasi kwa upande wa mashtaka kumleta shahidi mwingine, na baada ya shahidi wa awali anayetambulika kama shahidi wa siri P5 kumaliza kutoa ushahidi wake. Mapumziko hayo ya muda yalielezwa kuwa yalikuwa ya kawaida, yakiruhusu maandalizi ya shahidi ajaye pamoja na kutoa nafasi kwa wahusika wa kesi na waliokuwepo mahakamani kupata chakula cha mchana. Baada ya mahakama kurejea kuendelea na usikilizaji, mshtakiwa Tundu Lissu alisimama na kuieleza mahakama kuwa hakupatiwa chakula cha mchana. Lissu ambaye amechagua kujitetea mwenyewe bila uwakilishi wa wakili alieleza kuwa kwa mujibu wa utaratibu wa magereza, mahabusu wanajigharamia chakula chao. Alifafanua kuwa tayari alikuwa amewakabidhi fedha maafisa wa magereza kwa ajili ya kugharamia chakula chake, lakini hadi wakati huo hakukuwa na chakula alichopewa. Hata hivyo, pamoja na malalamiko hayo, Lissu alieleza mahakama kuwa alikuwa tayari kuendelea na kesi. Jopo la majaji watatu waliosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru walisikiliza hoja ya mshtakiwa na kuamua kuahirisha kwa muda wa dakika 15 ili kutoa nafasi kwa wahusika kuhakikisha anapatiwa chakula kulingana na maelekezo ya mahakama. Baada ya dakika hizo kupita, mahakama ilirejea kuendelea na shughuli zake. Hata hivyo, mshtakiwa aliendelea kulalamika kuwa bado hajapatiwa chakula, akieleza kuwa hali hiyo ni kinyume na maelekezo yaliyotolewa na mahakama muda mfupi uliopita. Licha ya kusisitiza kuwa utayari wake wa kuendelea na kesi, mahakama iliona kuwa kwa kuzingatia mazingira yaliyopo ni busara kuahirisha kesi hiyo hadi kesho, ambao ni Februari tarehe 13 mwaka huu saa 3 asubuhi, ambapo mashahidi wa upande wa jamhuri wanatarajiwa kuendelea kutoa ushahidi wao. Tundu Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini, kosa ambalo kwa mujibu wa sheria za Tanzania linachukuliwa kuwa miongoni mwa makosa mazito zaidi ya jinai. Kesi ya uhaini kwa kawaida kusikilizwa na jopo la majaji na si jaji mmoja, kutokana na uzito wake wa kisheria na athari zake kwa maslahi ya taifa. Katika shauri hilo nambari 19605 ya mwaka jana, upande wa jamhuri umekuwa ukiwasilisha mashahidi wake mahakamani, wakiwemo mashahidi wa siri, na kama ilivyokuwa kwa shahidi P5 aliyetoa ushahidi kabla ya mapumziko ya leo. Kwa mujibu wa utaratibu wa mwenendo wa makosa ya jinai, upande wa mashtaka huwasilisha ushahidi wake kwanza kabla ya mshtakiwa kuanza kujitetea endapo mahakama itaona kuna ushahidi wa msingi unaomkabili. Na katika hatua ya sasa, kesi ipo kwenye awamu ya ushahidi wa upande wa jamhuri. Mshtakiwa ambaye ameamua kujitetea mwenyewe amekuwa akishiriki moja kwa moja katika mchakato wa kuuliza maswali mashahidi wanaotolewa na upande wa mashtaka. Suala la mahabusu kujigharamia chakula ni miongoni mwa masuala ya kiutawala yanayosimamiwa na mamlaka za magereza, na kwa mujibu wa taratibu zilizopo, baadhi ya mahabusu wanaruhusiwa kupokea au kujigharamia chakula kutegemea na mazingira ya kesi na masharti ya kizuizini. Hata hivyo, pale ambapo mahakama inatoa maelekezo mahususi kuhusu ustawi wa mshtakiwa wakati wa usikilizwaji wa kesi, maelekezo hayo yanapaswa kuzingatiwa ili kuhakikisha haki ya kusikilizwa kwa haki inalindwa.
Kuahirishwa kwa kesi hii kuna athari kadhaa katika mchakato wa utoaji haki. Kwanza, kuna athari ya ratiba ya mahakama, hususan katika kesi nzito kama za uhaini ambazo mara nyingi huhitaji muda mrefu wa kusikilizwa kutokana na idadi ya mashahidi wa uzito wa ushahidi unaowasilishwa. Pili, suala la ustawi wa mshtakiwa linahusiana moja kwa moja na haki ya kusikilizwa kwa haki. Mshtakiwa anapaswa kuwa katika hali inayomwezesha kushiriki kikamilifu katika utetezi wake. Endapo kuna changamoto za msingi kama chakula au huduma nyingine za lazima, zinaweza kuathiri mwenendo wa shauri. Vilevile, kesi hii inafuatiliwa kwa karibu na wadau wa kisiasa, kisheria na wananchi kwa ujumla kutokana na nafasi ya mshtakiwa katika siasa za taifa, na hivyo kila hatua ya mwenendo wa kesi inaangaliwa kwa umakini mkubwa. Aidha, matumizi ya mashahidi wa siri katika kesi za aina hii ni utaratibu unaotumika kulinda usalama wa mashahidi pale ambapo mahakama itaona kuwa sababu za msingi za kufanya hivyo, na hali hii pia huongeza uzito wa umakini katika usikilizaji wa shauri. Kuahirishwa kwa kesi hadi kesho kunamaanisha kuwa ushahidi wa upande wa jamhuri utaendelea na mahakama itaendelea kusikiliza mashahidi waliobaki kabla ya kufikia hatua nyingine za kisheria. Na katika mwenendo wa kesi za jinai, mahakama ina mamlaka ya kuahirisha shauri pale inapobaini kuwa kuna sababu za msingi zinazoweza kuathiri haki ya mshtakiwa au mwenendo wa haki kwa ujumla. Kwa mujibu wa kanuni za usimamizi wa kesi, mahakama pia ina wajibu wa kuhakikisha kuwa haki za pande zote mbili, yaani upande wa jamhuri na mshtakiwa, zinalindwa kwa usawa. Uamuzi wa kuahirisha kesi licha ya mshtakiwa kueleza utayari wake wa kuendelea unaonyesha kuwa mahakama ilizingatia si tu tamko la utayari bali pia mazingira halisi yaliyokuwepo wakati huo. Hadi sasa kesi hiyo inaendelea kuwa katika hatua ya ushahidi wa mashtaka. Endapo upande wa jamhuri utakamilisha kuwasilisha mashahidi wake, mahakama itafanya tathmini ya awali kubaini kama kuna ushahidi wa kutosha kumtaka mshtakiwa kujibu. Na iwapo mahakama itaridhika kuwa kuna kesi ya kujibu, mshtakiwa ataitwa kuwasilisha utetezi wake. Endapo haitaridhika, basi inaweza kumwachilia huru bila kuhitaji kuingia katika hatua ya utetezi. Kwa sasa kesi ya uhaini nambari 19605 inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu imeahirishwa hadi siku ya Ijumaa ambao ni tarehe 13 saa 3 asubuhi. Sababu ya kuahirishwa ni kwa malalamiko ya mshtakiwa kuhusu kutopatiwa chakula cha mchana licha ya madai yake kuwa aliwasilisha fedha kwa mamlaka husika. Mahakama imeeleza kuwa usikilizwaji utaendelea kwa upande wa mashahidi kwa jamhuri. Hatua zitakazofuata zitategemea mwenendo wa ushahidi utakaowasilishwa. Wananchi na wadau wanaendelea kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo kwa karibu, huku mahakama ikiendelea kusimamia shauri hilo kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuyumbisha. Zidi kuwa nasi na zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.